Ndoa nyingi sasa hivi zinapovunjika, kuna mmoja anatafuta kuonekana ni salama, kuna mwingine anaonekana yeye ndo alikuwa ni chanzo cha ndoa kuvunjika kabisa. Na zamani ambazo sasa hivi kila mmoja atasema zamani kwa sababu mambo sasa hivi yamekuwa ni technology. Hizi ndoa yani hatuna mikataba lakini ni kama za mikataba. Ukizingua na yeye anakuzingua, msemo wa mama yetu, ukizingua na mimi nitakuzingua, watu tunazinguana. Utaniambia nini? Kwa hiyo hilo swala limekuwepo sana. Yaani utaniambia lipi? Ni kwamba hii 50-50 ndio imeleta yote haya, kwamba sasa hivi mwanamke hana utii tena kwa mwanaume. Kiasi cha kupelekea sasa hivi ndoa nyingi kuwa na migongano, lakini malumbano ya hapa na pale, lakini kwa ndo taraka zimekuwa nyingi sana mjini. Mimi kwa maono yangu sifikiri katika 50 kwa 50. Maana hata kama ukisema 50 kwa 50 bado kuna maeneo utamhitaji huyo mwanaume. Sasa asilimia zake lazima zipungue kwako ziongezeke kwake ili aweze kusaidia kwenye baadhi ya mambo fulani. Japo mwanamama kwenye baadhi ya maeneo yupo na ubora wake. Ndio maana tunahitajiana na tunategemeana. Nachokiamini sasa hivi ni katika kumwandaa huyo mtu kuingia kwenye hilo swala. Hilo swala ndo alipo na limekuwa ni gumu. Mwanzo walikuwa wafikiri katika 50 kwa 50, ila alikuwa anaandaliwa katika kujua majukumu yake, kumlea mume na kuitunza familia. Ndio alikuwa majukumu ya mwanamke. Sasa mwanamke akaja kujiongeza katika majukumu mengine ya utafutaji. Unaona, ambapo katika majukumu ya utafutaji ndo hizi kauli zikaanza kusikika kwamba 50 kwa 50, kwa sababu kuna mazingira ambayo mwanamke alikuwa hapati nafasi ya kipaumbele. Serikali nyingine mpaka sasa hivi au mataifa mengine wanawake bado hawapati kipaumbele kama kwenye maeneo ya jeshi na nini. Sasa linapokuja swala la kuandaliwa huyo mtu, sasa hivi mtu anaingia kwa tamaa za hisia kwamba hisia zangu sasa hivi zipo kwa huyu mwanamke kwa sababu ninashiriki naye tendo, naona ananifaa kuwa mke wangu. Lakini mnapoishi maisha ya nje ya kuwa pamoja katika muda wote, inakuwa ni rahisi zaidi kumuona wa kwako ni bora kuliko wa mwenzake anayekaa naye. Ila mkianza kukaa sasa unaanza kujua moja baada ya lingine kwamba huyu anapunguka hiki, anapungufu. Sasa limekuja kuongeza mtihani mkubwa. Mtu anakuja sasa kuona kumbe nimebeba mzigo ambao sikustahili kuubeba. Ndio pale mnakuwa mnatafutiana timing. Kila mmoja anamjia timing mwenzake. Huyu alikuwa anahitaji mwanaume wake wa ndoto zake awe hivi na hivi. Na hizo ndoto za wanaume sasa hivi ndo zimekaa kwenye vichwa vya wadada wengi. Mwanaume wangu awe hivi, awe hivi, awe hivi. Lakini zamani hakukuwa na hilo chaguo la mwanaume. Ni familia itakapokuja kuposwa, naambiwa tumeposwa na familia ya mji fulani, itakuja kwa ajili ya taratibu hizi na hizi kufuatishwa. Na binti alikuwa anaridhia kwa sababu ilikuwa ni heshima. Umeheshimisha mji kwamba binti wa fulani kaolewa na kijana wa fulani, na we kijana unakuwa umetoka katika misingi. Na zamani ambacho kilikuwa kinatunza zaidi hii miji, Mr. Augusto, ilikuwa ni wewe muoaji unapooa, jukumu la ile ndoa huachiwi wewe paka baada ya muda fulani. Yaani wewe umeoa una mwaka mmoja, imaanishi kila jambo ambalo utakuwa unapambana nalo kwenye hiyo ndoa itakuwa la kwako peke yako. Ila familia inakuwa katika uangalizi wa kukuangalia kwamba bana, kwa changamoto yoyote lazima bana, hili linatutatiza, tunalitatuaje? Sio kwamba unakwenda kuanika madhaifu ya mtu wako, hapana. Tuna changamoto hii wazee, tunaitatuaje? Familia inakusaidia. Ila kwa sasa hivi kila familia dunia tuliopo tunajitahidi kutenganishwa. Wewe uwe na familia, watoto wako, mke wako, babu na bibi. Hata yule ndugu yako wa tumbo moja ambaye ni bamdogo, shangazi, yanatengenezwa mazingira magumu ya ninyi kuwa karibu. Ndio mifumo ya dunia ambavyo sasa inatupeleka huko. Na bahati mbaya tunaingia katika hiyo mifumo ambayo inatuathiri sisi bila kujua. Na ndio inatengeneza ugumu wa ndoa zenyewe. Kwa hiyo 50 kwa 50 inaweza ikawepo na wala isiwe na athari. Lakini mwanamke anatambua majukumu yake na nafasi yake katika jamii. Yaani hiyo hautaiondosha, itabaki hivyo hivyo. Yaani wewe uwe kiongozi, wewe unaongoza nchi, wewe unaongoza kampuni au taasisi fulani, nafasi yako ya mwanamke au mwanamke katika jamii ni ipi? Unaijua. Ukishaitambua ile thamani ya wewe mwanamke ni mama, thamani ya wewe mwanamke ni mke, thamani ya wewe mwanamke ni kuelimisha jamii na kuilea katika misingi iliyokuwa bora. Ndio waliofanya wazazi wetu na kuona wazee wetu sisi wamekuwa katika misingi ya kupendana, ya kusaidiana, ni kwa sababu mama alisimama katika njia iliyokuwa nyofu. Ukileta mdomo utakanywa, ukileta ujuaji lazima utachapwa viboko. Lakini sasa hivi wewe ukimgusa fulani inaonekana ndio hiyo ambayo inaleta sasa athari mpaka kwenye ndoa sasa hivi zinaonekana ni mtihani. Kwa chanzo mizizi inatoka huku. Unaweza kukuta mzazi unaletewa shtaka, unaambiwa kwani wewe huyu anakuna nini?
Si uachane naye, mwanaume huyo anakutesa. Mwanaume wa kazi gani? Wanaume wako wengi. Kwa hiyo mwanamke amegeuka bidhaa sasa hivi, kwamba wewe utauzika. Yaani wewe asikubabaisha akaona kwamba wewe kukaa kwake ndo amekustiri sana. Wewe toka, nenda, watakuona watu wengine na watakupenda, wataishi na wewe. Sasa wanashindwa kujua kwamba upendo ni zaidi ya vile tunavyofikiri. Upendo ulikuwa ni ule unaambiwa bana Augusto, familia ya mji fulani nenda ukaoe. Aulizi kwa nini? Kwa sababu waishafuatilia changamoto za pale, wana magonjwa gani, wana viburi, hawana viburi, familia ile inasikiliza au haisikilizi. Wanakuwa wameshafanya uchambuzi wa kina kwa wazazi. Sasa wewe shekhe umekutana na binti kwenye daladala, umemkwaruza hivi na simu umempa 0750 ngapi? Ukishatoka hapo kaka unafikiri kuna la ziada? Lazima tu, yani lazima kesho kutwa mmekutana kwenye chocho 2-3, mmemaliza jambo lenu. Kaka sasa hivi mambo haya. Kwa hiyo kimsingi kwa pointi yako sio 50-50 ila ni tumeiacha asili yetu. Yaani tumeacha kuishi tamaduni zetu. Tumekopi usasa na tamaduni za magharibi. Kwa sababu najua kipindi cha zamani cha nyuma kidogo, kwanza ulikuwa unaandaliwa kuwa mume na kuwa mke. Lazima uandaliwe. Lakini pili ulikuwa una kwa mfano kwa mwanaume ulikuwa unapewa vianzio. Kwamba bwana kwanza ile mahari unalipiwa, lakini pia hiyo usiki nayo. Japo sasa hivi ni mbanga za mtoto wa kiume utajua. Kwa hiyo mahari unalipiwa, lakini pia unaandaliwa pa kuishi na mkeo na nini, na muda huo lazima kitajengwa kijumba na hicho kijumba lazima uwe nguvu zako ziwepo. Na muda huo au kwa kujenga mwenyewe utajua, lakini nguvu zako ziwepo. Na muda huo mke umetafutiwa. Mke umetafutiwa, hakuna sijui nimemuona wapi tumekutana na wazee walikuwa wanaomisha kichwa kuliko tumekutana Bongo Mikocheni. Hizo story hamna. Kwa hiyo ilikuwa unatafutiwa mke na wazee walikuwa wanajua familia ambazo zina wake. Unaona, kwa hiyo walikuwa wanajua bwana familia fulani wako vizuri, wana maadili mazuri sana. Kwa hiyo sisi kilichokuja kutuharibu sasa hivi kizazi chetu ni usasa, ambapo hapo sasa vinaingia vitu vingi. Inaingia elimu hapo. Unaona, elimu imekuja kuingia hapo na mifumo hii ya kisasa, mambo ya utandawazi. Unaona, na ukitaka kuamini hiki ndoa za wenzetu nje huko ilifikia yani sio kwamba ilifikia, ni wana utaratibu mpaka wa kuona kwa mikataba. Kwa hiyo kwao kuwa tendo la kuachana is not a big deal. Kwa hiyo sasa na sisi ndo tunaenda kufikia huko kwamba inafikia sehemu sisi tunaona sisi tuna mikataba sio rasmi, yani ndo kama hivi rasmi tu ndo haupo, ila swala lipo. Ndo kama hivi mtu anakuambia kwenye comment kwamba nilitarajia ndoa yenu itadumu mwaka mmoja, nimeshangaa mmevuka. Kwa hiyo yeye anaona hayo ni mafanikio. Yaani kwa nini uone ndoa kudumu mwaka mmoja ni mafanikio? Sasa si ni kama mikataba tu hii. Naomba tukuage kwa neno moja. Aliwahi kusema Dr. Elivedi wa Miniani, chochote unachokipenda kitabaki kuwa cha sirini. Yaani chochote unachokipenda kinabaki kuwa sirini. Ndio maana sehemu yako ya nyeti haipo hadharani. Ingekuwa ipo hadharani sijui tungekuwa vipi kama ambavyo ipo kwa wanyama. Kwa hiyo tuishi katika misingi ambayo inaijenga jamii, sio kuibomoa jamii. Sio mambo mazuri haya, usije ukasema kwamba tupo kujadili maisha ya watu, lakini tunatumia kama mfano kwa sababu ni spotlight hawa watu, lakini tunahitaji kuangalia jamii inabadilika vipi. Sio zoezi rahisi na sio swala la mtu mmoja, la kwako wewe, la kwangu mimi. Wewe uwe mjumbe wa kutoka hapa kueleza watu wengine, ukimweleza mwingine, mwingine akamweleza mwingine, na ukaishare hii clip kwa kila mmoja, basi itakuwa rahisi zaidi kuirudisha jamii katika muktadha ambao tumekuwa tukiuzungumza. Lakini sisi hapa tumekaa kusoma maoni ya wadau katika mitandao ya kijamii kuhusiana na yale yanayoendelea. Inaanzia hapa na itakuwa na mwendelezo wa vipindi vingi kwa sababu nchi yetu imechangamka. Tuite wasoma comment. Hichi ni kipindi cha wasoma comment na kinakuwa kina mjadala ndani yake, hususan wa kujenga jamii. Tukosoe pale unapoona tumeenda ndivyo sivyo, lakini unaruhusiwa kupongeza kama unaona tupo sahihi. Langu jina ni Jafet wa Mipango, Augusto Tabib. Sema tu asalamu alaykum, endelea kutufuatilia, ila hakikisha tu una subscribe, like, share, comment pia. Uwe na wakati mwema. Ciao.